Habari ambayo inasambaa katika mitandao ya kijamii ni ya kusikitisha kuhusiana na mwanamke mmoja pale jijini Dodoma, makao makuu ya nchi, akionekana akimchapa mtoto bakora, hali ambayo ilizua taharuki kwa wananchi, lakini pia kukemea kitendo hicho. Sasa mwanamke huyo ambaye alionekana akimpiga mtoto bila kumhurumia, inasadikika na imesemekana kwamba ni mama wa kambo kwa mtoto huyo. Sasa lakini kwenye maandiko yanasema mtoto wa mwenzio muone pia kama mtoto wako. Tunakumbuka Boni Mwitega alishaye kuimba kibao hicho Lakini sasa jeshi la polisi limeweza kuchukua hatua na kumkamata mara moja. Taarifa hiyo inasema kwamba jeshi la polisi mkoa wa Dodoma limemkamata mwanamke mwenye umri wa miaka 23 anayeitwa Irene Eri, mkazi wa area 8 jijini Dodoma, kwa tuhuma za kumfanyia ukatili mtoto mwenye umri wa miaka 4. Just imagine, mtoto ana miaka 4. Taarifa hiyo ambayo imetolewa kufuatia kusambaa kwa picha ya mjongeo mtandaoni ikimuonesha mtoto huyu akifanyiwa vitendo vya ukatili. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma, baada ya kuona picha hiyo mjongeo, ilifuatilia na tarehe 24 mwezi wa 3 2026 ilifanikiwa kumkamata Irene Eri ya miaka 23, mkazi wa area D Dodoma, ambaye ameonekana kwenye picha mjongeo akimfanyia ukatili mtoto mwenye umri wa miaka 4. Mahojiano pamoja na upelelezi unaendelea, maana baada ya kukamilika mtuhumiwa atafikishwa kwenye vyombo vya sheria. Polisi ilichukua hatua mara moja baada ya tukio hilo kusambaa na kufanikiwa kumkamata mtuhumiwa. Kwa mujibu wa polisi, uchunguzi wa tukio hilo unaendelea huku hatua za kisheria zikichukuliwa dhidi ya mtuhumiwa. Jeshi la polisi limetoa onyo kali kwa vitendo vya ukatili dhidi ya watoto na kusisitiza kuwa halitavumilia watu au mtu yote ambaye anafanya vitendo hivyo. Lakini pia limetoa shukrani kwa wananchi waliotoa taarifa hiyo ili kuweza kusaidia kufanikisha kumkamata mtuhumiwa. Sasa mwanamke huyo alionekana akiwa anajitetea kwamba yeye aliweza kumpiga kwa sababu ya hasira. Lakini tujiulize, nyinyi akina mama, mtoto kama huyu unawezaje kumpiga kwa namna hii? Hebu tazama. Huu ni ukatili wa kijinsia kabisa. Ni ukatili kwa watoto, sio wa kijinsia, kwa watoto. Tuchukua hatua kukataa ukatili ambao upo katika jamii. Pengine ni huyu tu peke yake, lakini mambo kama hayo yapo katika jamii. Watu wengi wanafanya vitendo kama hivi na bado hawajachukuliwa hatua. Tuendelee kufichua ili watoto wetu wawe salama. Hii ni CF Media.